Vikosi vya Israel vinadhibiti 77% ya ardhi ya ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel sasa limekamata 77% ya eneo lote la kijiografia la ukanda wa Gaza, kulingana na ofisi ya vyombo vya habari vya serikali. Hii inafanikiwa kupitia uvamizi wa moja kwa moja wa ardhini na kutumwa kwa vikosi vya uvamizi ndani ya maeneo ya makazi ya kiraia kupitia udhibiti mkali wa moto ambao unazuia raia wa Palestina kupata makazi yao, maeneo, ardhi na mali zao, au kupitia sera zisizo za haki za kuwafurusha, ilisema taarifa hiyo. Ofisi hiyo ilitoa wito kwa Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kukomesha upanuzi wa Israel na kuchukua maeneo yao. Mauaji ya halaiki, mauaji ya kikabila, ukoloni, uchokozi na udhibiti wa uvamizi dhidi ya sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza unaonyesha nia ya kisiasa ya Israel ya kulazimisha suluhu la mwisho kwa nguvu, kinyume cha sheria na kanuni zote za kimataifa, ilisema taarifa hiyo. Hata hivyo, jeshi la Israel limeapa kwamba lazima jeshi liuchukue ukanda wa Gaza, lakini pia kuwatafuta wapiganaji wa Hamas popote pale walipo. Mpaka sasa bado hakuna taarifa za kuelezwa kwamba labda wamewakamata wapiganaji wa Hamas au wamewakamata mateka wao wanaowatafuta. Licha kukamata eneo la karibia 77%, bado hawajui ni wapi wangeweza kuwapata mateka wote, ambapo mpaka wakati huu haijaelezwa ni mateka wangapi wamewapata hadi wakati huu. Kadhalika, kwa upande mwingine, waziri wa ulinzi wa Israel bado yupo katika mapambano kuona ni jinsi gani ataweza kufanikisha katika hili. Waziri huyo wa ulinzi Bwana Israel Katz wakati huu anashughulikia usalama, lakini pia kuachiliwa kwa mateka, lakini pia usawa wa mzigo wa huduma ya kijeshi, na wakati huu anatangaza kwamba lazima wahakikishe wanatafuta maeneo yote ambayo kundi hilo la Hamas limejificha, lakini pia wanajeshi wa Israel wahakikishe kwamba wanaweza kupata kila raia ambaye ametekwa, ama awe hai ama amekufa. Hata hivyo, vifo vya watu 38 raia wa kawaida vimetokea na wengine 204 wamejeruhiwa baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika eneo la ukanda wa Gaza, katika kile walichosema bado wanatafuta wapiganaji hao wa Hamas, huku akisema tayari wameshaanza kutawala ukanda wa Gaza kwa 77%. Hadi wakati huu idadi ya raia wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza imeongezeka, ambapo watu 53,939 wameuawa na wengine 122,797 wamejeruhiwa tangu Oktoba 7 mwaka 2023. Watu 3,785 wameuawa na wengine 10,756 wamejeruhiwa. Na hii ni kuanzia katika kipindi cha Machi 18 wakati Israel ilipovunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutakuwa tukikujuza yote haya kupitia hapa The World News, na utakuwa ukifahamu kwa mapana. Lakini nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa na nafasi hiyo pia, na kama hujasubscribe ni wakati wako wa kufanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mpana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.